Kocha wa Young Africans inasemekana anataka amependekeza majina, na miongoni mwa majina ambayo amependekeza ni mshambuliaji ambaye alishawahi kufanya naye kazi katika timu ya taifa Depu, mshambuliaji kutoka kule nchini Angola. Niko na Garibu Mzinga, bingwa kabisa. Bwana Mzinga, kwema? Yes, alhamdulillah. Mambo vipi? Fresh. Uko vizuri? Good bwana. Jana tulikuwa kwenye mkutano wa waandishi wa habari na msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe. Nikamuuliza kuhusiana na dirisha dogo la usajili Januari, kuhusiana kama kuna maingizo mapya. Amekiri kwamba yapo baadhi ya maingizo. Mwalimu kwenye ripoti yake ameainisha maeneo ambayo anataka kuongeza nguvu. Miongoni ni eneo la ushambuliaji. Na katika eneo la ushambuliaji bwana, majina mengi yamependekezwa, lakini kubwa ni la mshambuliaji ambaye wa timu ya taifa ya Angola ambaye kocha huyo ashawahi kufanya naye kazi, Depu. Na nadhani wewe utakuwa umemfuatilia au umetangaza baadhi ya mchezo ya AFCON Angola ambayo Depu alikuwa anacheza. Kwa uchache profile yake, ni mshambuliaji wa kaliba gani ambaye Young Africans kama wakimpata pia watakuwa wamepata mshambuliaji au tiba sahihi ya hichi ambacho kinaendelea kwenye timu yao? Yeah, Depu ni mchezaji mzuri sana. Nakumbuka kwa wale ambao wamefuatilia vizuri michuano ya Kosafa, watakuwa mashahidi kwa maana ya kumuona katika edition mbili za mwisho hizi ambazo zimefanyika South Africa. Zote mbili yeye amekuwa mfungaji bora. Nadhani ndo mashindano makubwa zaidi ambayo yamemuonesha zaidi. Introduction ya Depu ilikuwa kwenye finali za CHAN CHAN 2023 ile ambayo ilifanyika Algeria. Walikuwa kwenye kundi moja, Angola alikuwa kwenye kundi moja la Angola, Mauritania na Mali. Mechi ambayo ilikwenda sare ya magoli 3-3. Nakumbuka wachezaji wawili ambao waliperform vizuri sana ilikuwa ni Yoro Mamadou Diaby, huyu beki ambaye kwa sasa yuko na Azam, lakini kwa upande wa Angola alikuwa ni Depu. Performance yake ilikuwa vizuri sana kwenye ile mechi. Aliscore magoli mazuri mawili, akatrend Afrika kuwa ni mshambuliaji hatari, na alikuwa akisumbua sana safu ya ulinzi ya Mali chini ya Yoro Diaby. Na Yoro Diaby kwa wakati ule alikuwa anacheza Yelen Olympic. Ilikuwa performance nzuri sana. Depu that time anacheza Petros Atletico de Luanda. Baadaye akawa amekwenda zake Ureno, Gil Vicente ni klabu ya Ureno ambayo ina ule utamaduni wa kuscout sana Afrika, kuchukua wachezaji wengi wazuri ambao wanacheza Afrika. Kwa hiyo walimscouti na yeye huyu akiwa na Petro kapita kipindi kifupi sana, kwa sababu timu ambayo alicheza muda mrefu ni Lobito ya kwao huko Lobito. So baada ya kwenda Ureno mambo hayakuwa mazuri sana, akatoka hapo akaenda mataifa mengine ikiwemo Poland huko, lakini career yake kwa upande huo wa nje ya Afrika haijasimama ile stable kama ambavyo inakuwa akirudi ndani. Lakini akirudi ndani alifanya vizuri katika hiyo ambayo nimezungumzia hapa Kosafa 2 times. Mara ya kwanza kama mfungaji bora Kosafa ya 2024 alikuwa mfungaji bora akifunga magoli 8. Mara ya pili mfungaji bora anafunga magoli 5, lakini anakuwa na MVP pia wa tournament inayofuata. Ndio mchezaji ambaye tuseme top scorer full time wa Kosafa kwa hayo magoli ambayo ameyafunga. So hiyo ni biography kidogo ya Depu. Ndio, kwa namna ambavyo anacheza ni striker wa namna gani? Ni kuna aina nyingi ya washambuliaji, ni mapocha, yule mshambuliaji ambaye anaweza kukaa na mali, kutunza mali, anaweza kukupa magoli. Kwa sababu tunaona Young Africans kwa namna michuano ambayo anashiriki ya ligi ya mabingwa, kuna muda unahitaji mshambuliaji ambaye atatunza mali. Kuna muda unataka mshambuliaji akupe moja kwa moja magoli. Ni style gani? Okay. Kuna kitu hapa najaribu kukifikiria sana kuhusu huyu mshambuliaji. Ni mshambuliaji mzuri, sana ya kufunga ipo, lakini kitu ambacho naweka question mark ni kwenye hajawahi kuwa na ile consistency kwamba anatisha sana kwenye scoring kwenye ligi, licha ya muonekano wake, kaliba yake ya uchezaji, lakini sio tishio sana kwenye ligi. Umeona anaonekana kufanya vizuri kwenye tournament,
tournament zile mechi za playoff kwamba unapigwa unatoka, nikisema tournament sio unanielewa, finals. Yes, zile finals anakuwa anafanya vizuri. That's why aliperform kwenye CHAN, akaperform kwenye COSAFA mara 2. Lakini kwenye ligi huko alikwenda hana namba hizo za kuridhisha. Ila katika tournament amekuwa akifanya vizuri. Saa inatokea wachezaji wa tournament wapo. Yaani kuna mchezaji kwenye tournament anakuwa hatari. Lakini ukija kumkuta kwenye ligi hivi namba zake zinakuwa tofauti. Rodriguez. Yes, such kind. Wanakuwa hivyo, lakini kwenye ligi unakuwa tofauti. Unajua kuna tofauti wa zile tournament na ligi. Ligi ni marathon ya kukusanya alama 3 kila mechi. Tournament approaches zinakuwa tofauti. Approach za ligi inakuwa ni kukusanya alama. Approach ya tournament ni kuvuka kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo hata mipango kazi ya walimu inakuwa tofauti. Kwenye ligi mwalimu anaweza kawa anafunguka tu, anataka kusogeza timu mbele ishambulie tu kwa nguvu ili akusanye alama. Lakini katika tournament nidhamu ya kujihami ni kubwa sana. Kwa sababu unaweza kufungwa afu wenzako kaifunga mechi, ukawa upate tena goli jingine kashindwa kukufanya wewe kwenda hatua inayofuata na una second chance ya kusawazisha. Kwa hiyo shughuli yako inaishia hapo. Kwa hiyo Depu ameprove kwangu mimi kwenye tournament ameprove. Yaani maana yake akija hapa nyumbani kombe kama la FA, yes, michuano namna ile anaweza kawa bora sana, lakini kwenye ligi anatakiwa kuja kufanya kazi ya ziada, kuja kuthibitisha ubora wake. Good thing ni kwamba anayemhitaji ni Pedro Gonçalves Soares, kocha ambaye ameifundisha Angola kwa muda mrefu, amefanya kazi na Depu kwa daraja la kuridhisha, kwa maana ya kuweza kuita mafanikio. Kwa kuchukua naye kwa COSAFA hizo 2 times, wanakwenda kwenye CHAN zote, huyo ni Pedro Gonçalves. Kwa hiyo maana yake ni kocha ambaye anamfahamu vizuri Depu. Kwa hiyo inawezekana akaonesha ile side ya Depu kwamba Depu inawezekana kwa kwenye ligi mkumuona akiwa threat sana, lakini sasa nimewaletea katika ligi kwa upande huu akiwa na mazingira mengine na akawa bora. Kwa hiyo vitu vyote vinaingia hapo ndani. Nafasi yake ndani ya Young Africans ipo. Yeah. Kuna mimi nikushukuru sana. Asante sana.